mashule kule Chome, mna mashule Suji, mna mashule Tapsi, Kitunga, Morogoro. Sijui unanielewa. Kwani hao mashule wanasoma Wasoso wa Sabato peke yao? Wanasoma wa Sabato, wanasoma Wakristo, Waislamu na watoto wa wapagani. Lakini wakiwa hapa wanajua kwamba hapa chama kilichoko hapa shuleni ni ASA. Na wanakuwa ni wanafunzi wa ASA, wanalelewa vizuri. Sasa pasta, ni lazima tunapoenda mwakani, tunapoenda kwenye majumuiko ya ASA, tuanze kuandaa vijana wetu. Tusiwe na mtu huku ndani umemlea kutoka Adventures, amekuja PFC, amekuja AY, amekuja kwa mwana ASA, anakuja kwa Gen Z wa mtaani. Tunataka sasa awe ni Gen Z ambaye anajua thamani ya Mungu, anajua thamani ya kanisa, na anayaishi maisha ambayo ni mfano wa Mungu. Lakini tuna makundi, kanisa liko kwenye jamii. Kwa sababu huko mliko wengine mmepanga kwenye nyumba za watu ambao si wa Sabato. Mnashirikiana katika shughuli zenu bila kujaliana imani za kidini. Lazima tuweze kuwa mashuhuda na mabalozi wazuri. Kwanza wa kanisa, pili wa Ukristo wako, tatu wa taifa lako. Unapomuona mtu anapotoka, mrudishe kwenye mstari. Tusishabikie. Kule mitandaoni, nadhani watu wengi wamemfahamu Pastor Mbaga kwa sababu ya kumfuata kwenye mitandao. Sasa sisi humu ndani, kwani kule mitandaoni tunasoma nini? Kule mitandaoni tunaangalia klipu gani? Sisi wenyewe kama kanisa kule mitandao tunataka tuwalishe watu nini? Siposti hata lesoni tu. We posti hata lesoni, wataanza kulaiki wawili, kesho watalaiki 100, lakini watapata neno. Posti hata kitabu cha afya nzuri kinachoelezea juisi gani utumie, lakini tukiweka hiyo vacuum, watu wetu wanaanza kusoma vitu ambavyo vinawaingiza kwenye shida ya kufikiria. Kwa nimesimama hapa kuliomba kupitia kanisa, sisi kama mkoa wa Njombe, kwanza niwahakikishie kwamba mkoa wetu uko salama. Mkoa wetu uko salama na watu wafanye shughuli zao. Huu ni mkoa ambao tunazalisha. Huu ni mkoa ambao watu wanafanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo watu wafanye shughuli zao za kiuchumi, wafanye shughuli zao za biashara. Fanya shughuli zako za biashara, lakini hatuna mtu ambaye anaweza kaja kwenye mkoa hapa asiwe na mwenyeji. Akaja kwenye mkoa akamwambia kwamba pale kuna shule ya kanisa Kachome, lazima na mwenyeji. Si ndio? Sasa huko mnakokaa, mkiona hali ambayo kusema nadhani mazingira haya sio salama, hata kwa kuhisi, shirikisha watu wa serikali kwamba nadhani hili jambo sio zuri, tusije kupata madhara ya mtaa mzima. Mkoa wetu una watu wema sana. Mkoa wa Njombe una watu wazuri sana, watu ambao wanajitambua na wanapenda kufanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa kama kuna watu wakiingia hapa kwa ajili ya kuleta ushabiki wa kuharibu image ya mkoa, tushirikiane kwa baini, ili tuwakabidhi mahala ambapo panahusika, taratibu za kisheria ziweze kuendelea. Lakini kama nilivyoahidi, mimi ni muumini wa haki katika maisha yangu yote. Na mimi ukiniambia katika uongozi, kiongozi lazima awe na uwezo wa kuitafsiri haki ya binadamu. Basi. Kwa hata ukiniambia sifa za kiongozi bora, ni lazima awe ni mtu anaweza kuiona haki na kuitafsiri. Sio, mnanielewa? Unaanza kuiona haki ndio una build up maono. Kwa kiongozi anaweza akawa ni mwenye maono, kiongozi anaweza akawa mshirikishaji, kiongozi anaweza akawa mcha Mungu, lakini katika msingi wa haki. Sio, mnanielewa? Sasa tunapocustomize haki kwenye eneo letu la mkoa, ni kwamba kama wananchi wanakuwa na jambo ambalo wanaona kwamba lingehitaji milango ya serikali, sikio la serikali, sisi milango yetu iko wazi.